Mimi niko na mke, niko na bibi ambaye ni mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Niliambiwa ni vizuri saa ingine kujitambulisha. Niko na bibi na ameniambia niwasalimie sana, kwa sababu zisizoeleweka hatungekuja na wao, lakini nafikiri na natumaini next time tutakuja na wao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku ya leo, hata bila kuharibu wakati, I want to speak about fahamu nguvu ya maombi usiku wa manane. Fahamu nguvu ya maombi usiku wa manane. Fahamu nguvu ya maombi usiku wa manane. Bwana Yesu asifiwe. Nilipata asubuhi mchungaji aliyekuwa pale mbele akiguzia mambo ya maombi. Pasali alikusimama akaguzia mambo ya maombi. Huu ni ujumbe ambao ungehubiriwa pale Isili siku ya leo, lakini Mungu akatamani sana musikie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Fahamu nguvu ya maombi usiku wa manane. The power of midnight prayer. Kuna mambo haitafanyika katika maisha yako kama utajitolea kuomba usiku wa manane na asubuhi. Usiku wa mwanadamu, usiku ule ambao unalala wewe, huo usiku umegawanya mara 4. Yesu ameugawanya mara 4. Hii usiku unalala. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuonyesha tu katika Biblia. Haleluya. Umegawanywa mara 4. Mara 2 ni viwili ni vya kawaida. Kristo wa kawaida anaweza na akaomba tu maombi ya kawaida, anafanya vitu zake za kawaida, lakini vingine 2 tu ni za dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Viwili ni vya kawaida, lakini vingine viwili ni dhabihu. Zinahitaji kujitolea, zinahitaji kujikausha. Bwana Yesu asifiwe. Zinahitaji mtu ambaye pasta amejikausha. Haleluya, haleluya. Zaburi anasema nikusanishie wale wanaomcha Mungu ambao wameweka angano kwa dhabihu. Hapa tunatenganisha. Kuna wale katika maisha yao ujana wao ni kwa dhabihu na wengine ni kawaida tu. Nimekwambia kuna Mkristo tu anaamka tu anaomba kwa muda wa kawaida. Yeye anategemea kuja Sunday tupatane pale tufanye maombi hiyo iishe. Huyo ni Mkristo tu, atukatai. Lakini pasta, kuna mwingine ameufanya dhabihu. In the midnight, dagaa yako pale. Haleluya. Asubuhi na mapema ameshaamka. Bwana Yesu asifiwe. Hii somo siku ya leo itakuonyesha ni nini huwa inafanyika usiku wa manane, na nitaomba aje usiku wa manane. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mtu anisomee Marko 13. Marko 13. Mtu achukue mic bio. Mimi nataka tuende mbio leo, kwa sababu nataka nikusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Marko 13 mstari wa 35. Yule ashafika asome mbio. Kati ni kupasa relax, unisomee tu kwa relax. Marko 13 mstari wa 35. Keseni basi, kwa maana hamjui ajapo Bwana wa nyumba kwamba ni jioni au kwamba ni usiku wa manane. Au uikapo jimbi au asubuhi. Au uikapo jimbi au ni asubuhi. Sikiza, kuna wakati tu wa jioni ambao Mkristo wa kawaida ana uwezo
kuweka kwamba kuanzia saa 1, saa 2, saa 3 nitaomba tu. Yuko tu, kuna mtu anaomba hiyo masaa. Kuna mwingine kuanzia usiku wa manane, ni kuanzia saa 6, saa 7, saa 8 hako maombi. Huyo ni Mkristo pia. Kuna mwingine asubuhi tu saa 12 wakati timbi linapiga, wakati ile jogoo inapiga wewe asubuhi, yeye ashaamka saa 9 na saa 10. Bwana Yesu asifiwe. Ako nje kwa ajili ya maombi. Na asubuhi tu, ukishakuja asubuhi tu wakati watu washaamka, huyo ni mwingine pia. Ndio nimekwambia Yesu alitenganisha hizi. Siku ya leo ndio umesimama wapi? Akaweka hizi tujue wale ambao wataeka angano na yeye kwa dhabihu, kwa sababu kuna maombi ya dhabihu, kuna mfungo. Kufunga sio rahisi. Kuna wengine mkisema mfunge, yeye anakula tu, hiyo ni dhabihu tu. Ndio maana nakwambia si rahisi. Hii upande wa dhabihu si rahisi. Mchungaji ni mtu ambaye amejitolea. Bwana Yesu asifiwe. Nisikize tu Bwana. Natamani leo nisikize, hii itakusaidia. Waliopewa majina makubwa na mambo makubwa yaliyofanyika katika maisha yao, kama baba yetu wa imani Abrahamu, Yakobo na Yesu mwenyewe, ilibidi waamke. Nitakuonyesha tu, ilibidi waamke. Abrahamu haitu baba wa imani bure. Ni dhabihu za maombi alizozitoa zinafanya huyu mzee haitwe baba wa imani, baba wa taifa ambaye ametubeba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama unataka mambo makubwa ifanyike katika maisha yako, lazima uamke. Kufunja malango ya giza, kufunja madhabahu ya kifamilia haitavunjwa na wakati wa kawaida. Lazima ujitolee, lazima utoe, lazima kuwe na madhabahu ambayo ya dhabihu itasimama ili kupambana na shida zingine zinazokukabiliana na wewe. Maana ingine shida zimetupata, lakini hatuamuki. Tumefinywa na madhabahu ya kijamii, tumefinywa na madhabahu ya ukoo. Laana za ukoo zinatukimbiza na hatujui tutakiwa tupambane nazo. Wakati mwingine, wakati mgani tutakiwa tupambane nazo. Wengine tumefinywa kikazi, ndoa imeharibika, lakini hatujui tutakiwa tuombe saa ngapi. Watoto wetu wanapotea. Hebu nikuonyeshe. Yesu anawaita, Mungu anawaita, anawaambia haya ndiyo masaa yanaofaa kuombea watoto wenu. Usiku wa manane ndio wakati wa kupambana na kutengenezea watoto wako hatima zao. Kama utaki mtoto kesho asambuliwe, lazima uamke umwombee. Wacha nikuonyeshe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Maombolezo 2:19, wakati mzuri wa kuombea hatima za watoto wako, kupeana watoto wako mbele za Mungu. Maombolezo 2:19 inasema, Inuka, ulalamike usiku, mwanzo wa makesha yake, mimina moyo wako kama maji usoni pa Bwana, mimina moyo wako kama maji, umuinulie mikono yako, kwa uhai wa watoto wako, wachanga wazimiao kwa njaa, mwanzo wa kila njia kuu. Wakati mzuri wa kuombea hatima za watoto wako ni asubuhi na mapema, usiku wa manane. Unatabiria watoto wako ili hatima yao isikuwe na ushambulizi mwingi, usiapetiwa wakati wanapokuwa. Lakini wengine wetu tunawaombea tu kwa wakati wa kawaida. Ndio maana inafika mahali
Unaona mtoto imeingiwa na kitu ambayo wewe uelewe ni nini kimeingia. Lakini sisi ndio tulimpa shetani lango la kuingia kwa hatima za watoto wetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatuamuki. Pasta hatuamuki tuombee mambo yanayofaa kwa wakati unaofaa. Usiku wa manane uliwekwa wazi na Yesu Kristo ili tukuamue maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Unapoamka uombe, unakuamua maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ili Abrahamu atumishe kusudi la Mungu, ilibidi amke, ilibidi awe na mahali anaweza enda aombe, mahali pa kupatana na Mungu. Hebu niulize wewe, uko na mahali ambapo huwa unaamka usiku wa manane kupambana, kutengeneza, kuombea maisha yako, kuombea ndoa yako, kuombea watoto wako? Jamani, mzee Abraham ni kazee kabisa, bado nikuonyesha. Anaamka kabisa, ako na miaka 80 tukielekea 90, but he has a place. Anaendana anaomba na Mungu. Anaamka asubuhi na mapema. Alijua ili ashinde ulimwengu lazima hawe na mahali. You must have a place, a secret place for you. Mapo unaweza enda usumumse na Mungu. Hebu wana mzee, ni mzee kabisa. Abraham, Mwanzo 19:27, 29. No, Mwanzo 19:27. Jamani, mzee lakini ana mahali anaamka watu wakiwa wamelala, mahali anakutana na Mungu, anamweleza shida zake. Anajua amebeba kusudi la Mungu, lakini anajua nisipoamka adui atatawala maisha yangu. Pasta, wengine tumelala mpaka maadui wakatusikia. Na ndio maana kupenya kwa biashara zako, kupenya kwa maisha yako, kupenya kwa masomo yako imekuwa ngumu kwa sababu hauamuki. Hebu sikia huyu mzee. Ibrahimu akatoka asubuhi kwenda mahali. Aliposimama mbele za Bwana. Alipokuwa akisimama mbele za Bwana, naye akatazama upande wa Sodoma na Gomora na nchi yote ya hilo bonde, akaona na tazama, moshi ya nchi ukapanda kama moshi wa tanuru. Tupika hapo. Huyu jamani mzee, he has 90 years, but he has a place. Pastor Pasari, hakuna mahali anaenda anakutana na Mungu. Alikuwa na mahali asubuhi na mapema, ile kusudi la Mungu amebeba, ili itimie, ili lifanyike, ili aitwe baba wa imani, lazima angetengeneza madhabahu ya kuamka asubuhi. Wewe unataka biashara inawiri na iwe mzuri, hautaki migogoro kwa ndoa yako, hautaki shida kwa ndoa yako, lakini bado unalala. Kuna vitu ili zifanyike katika maisha yetu lazima kuwe na gharama. Hebu muone Yakobo, muone tu Yakobo. Yakobo anaamka asubuhi na mapema. Mwanzo 28:18. Mwanzo 28:18. Yakobo ndio huyo, ana mahali anaamka asubuhi pa kusimama kwa kutoa shukrani, tuambia Mungu ni asante, mahali pa kutakasa sura yake. Soma. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema. Asubuhi na mapema akalitoa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo. Jamaa na mahali pa kuombea asubuhi na mapema. Usiponyakwao usiku wa manane wako, shetani ataunyakuwa na ataanza kupanda vitu katika maisha yako usitosielewa. Kuna mtu alilala akaamuka tu akiumwa na kichwa, unashindwa anaamka. Hii there is a friend of mine Kawasaka, alikuwa tu kwa kazi, dakika moja nasikia amekufa, kichwa imemuuma akakufa. It's a friend of mine, lakini yeye hajaokoka. Lakini ni ukiwa rafiki yangu nitakuhubiria.
lakini nilimwambia ni vizuri uokoke mapema. Ukiokoka utapata ulinzi wa kimbingu. Wokovu unamaanisha unaanza kukaa maisha ya kiungu, holiness, being faithful. Unakuwa mwaminifu kwa sababu Baba yetu ni mwaminifu. Hebu wana Mungu mwenyewe anaamka, si ati anaamka, anafanya usiku wa manane kuwa silaha. Wewe umelala, Mungu anafanya usiku wa manane kuwa silaha, anafanya shambulizi. Inasema tunayemwamini halali hasinzii, anayetulinda halali kabisa asinzii. Lakini hapa amefanya usiku wa manane kuwa silaha. Sisemi anaamka, anafanya kuwa silaha, anafanya mission usiku wa manane. Usiku wa manane watakiwa waamke, uteke nyara mtu, nakuonyesha tu Bwana Mungu mwenyewe. Kutoka 12:29 mpaka 30, Mungu anafanya shambulizi usiku wa manane. Hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akamwambia tu usiku wa manane anafanya mission. Wale waswebe God is awake. Ameamka. Majamaa wanaamka asubuhi, wanapata Mungu amekatakata, amefanya mission yake, amekambilisha. Na hii anaifanya usiku wa manane. Mungu akuruhusu adui hanyakui usiku wa manane. Sasa yeye anautumia, na ndio anautoa tena kwenu. Muda huu unaama majira kuombea maisha yenu. Kama mnataka matokeo makuu, lazima muamke. Kama unataka matokeo ya haraka, lazima ujikaushe, lazima ujinyime usingizi. Hakuna kitu mbaya kama Mkristo na unapenda usingizi. Nikuonyesha Yesu mwenyewe, yeye ni Mungu, ni nusu mtu na Mungu, lakini ona kile anachofanya. Sikiza tu kile anachokifanya. Yesu mwenyewe anaamka, inabidi aamke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Marko 1:35. Yesu ni huyo, ako nje. Hebu soma. Hata alfajiri na mapema sana, alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu. Hebu sikia, Yesu ndio huyo, ako nje. Alisema tung'ang'ane sana tuwe kama Yesu. Pambania sana kuwa na tabia kama za Yesu. Hivi kama unataka maisha yako iwe mazuri, hebu jaribu sana uwe kama Yesu. Wakati mmoja huduma hii ninayo, nikahisi inanidimia, nikahisi inaisha. Pastor, nilihisi nimeisha na huduma inaenda ndani yangu, nahisi inaenda. Lakini nikamuuliza Yesu, ulikuwa na tabia ya kuamka asubuhi na mapema, na kile ulichokuwa unaombea ni huduma iliyokuwa ndani yake. Ili Yesu aponye, miujiza ifanyike, ilibidi amke asubuhi na mapema. Lakini mimi nikamwambia Yesu, niongoze, huduma hii haitamanishwa na kukosa kazi. Huduma ambayo umebeba usiruhusu imanishwe kwa sababu ya kukosa kazi, kwa sababu ya kukosa pesa. Isifanye huduma iishe kwa sababu ya kulala njaa, isifanye uruhusu huduma iishe. Nikamwambia Yesu, naamka asubuhi na mapema, na nikaanza kuombea huduma yangu.
within one week there was a restoration. Hicho kinakulemea, hebu jaribu asubuhi na mapema. Ndoa hiyo imefaragana, hizo vita unaona hapo kwa ndoa, hebu jaribu usiku wa manane, hebu jaribu asubuhi na mapema. Kazi hiyo utapata, unaomba wakati wa kawaida, hebu badilisha time, change your time. Hallelujah, change your time. Hicho tunatamani kwa moyo wako, badilisha masaa, uone kama utakipata. Yesu ako nje, Yakobo ako nje, Abrahamu ako nje. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikuonyeshe, Elija akasubaha, na aliposubaha alipatwa amezingirwa na maadui. Mfanyakazi wake anaenda anamwambia, bwana yangu wamejaa tusingira. Lakini kiukweli Elia hakuogopa, kwa sababu alikuwa anajua yule Mungu amebeba. Wengine tulizingirwa tukiwa tumelala na tukanyang'anywa bidhaa za zamana, huduma ya zamana. Kuna mtu hapa ana kipaji, ana neema, ana huduma kubwa sana, lakini alinyang'anywa tu amelala. Pastor, ni nini ufanyika usiku wa manane? Pastor, ni nini ufanyika usiku wa manane? Naenda kwa mbio sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni nini ufanyika usiku wa manane? Matokeo ya usiku wa manane. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo ya usiku wa manane. Sikiza, hii itakusaidia. Usiku wa manane, madhabahu mengi ya kishetani ya dhabihu ya uchawi dhidi ya maisha yako yanajengwa muda huo. Madhabahu ya kusabaratisha na kumaliza kazi zako yanajengwa usiku wa manane. Madhabahu ya kumaliza kiu cha kiungu ndani yako yanajengwa usiku wa manane. Unaokoma ukalala na ukaamka hauna kiu cha kwenda kanisani. Nini ilifanyika usiku wa manane? Kwa sababu utachukua position. The devil akachukua hiyo nafasi na akapanda madhabahu ya kufilisisha maisha yako. Madhabahu yanajengwa ya kumaliza huduma yako. Madhabahu ya kupambana na maisha yako yanajengwa huu muda utuma. Kiukweli watakiwa kuamka kupambania maisha yako usiku wa manane. Nikuonyesha katika Biblia, Kutoka 8:20. Yale madhabahu yalikuwa ya kufilisisha na kuharibu wana wa Israeli. Farao alikuwa ameyajenga usiku wa manane, na ili ikome ilibidi Mungu ainue mtu. Wakati huo ndio amwidarastu mfalme hakiwa anaenda kwa Mungu. Hebu tusome. Bwana akamwambia Musa, nataka usikize kwa makini. Inuka asubuhi na mapema. Inuka asubuhi na mapema. Usimame mbele ya Farao. Usimame mbele ya Farao. Angalia. Atoka aende majini. Tulia tu hapo. Atoka aende majini. Asubuhi na mapema. Farao kwa jiani anaenda majini. Kufanya nini kwa mito? Alikuwa anaenda kufanya nini? Tayari yako na wana wa Israeli. Lakini ni nini anaenda kufanya mtoni asubuhi na mapema? Ni madhabahu alikuwa amejenga kwa mto ya kusumbua na kufilisisha wana wa Israeli, kuwafunga kabisa. Kwa hivyo madhabahu ambayo yanaweza tokea katika maisha yako yanaweza kujengwa usiku wa manane. Na ndio maana Mungu akamwinua Musa, anamwambia simama mbele ya mfalme. Nani anaweza anaushuhudia kusimama mbele ya mfalme? Mungu anakuandaa usimame mbele ya wafalme wanaotaka kuharibu maisha yako. Nini inafanyika usiku wa manane?
Usiku wa manane ni wakati wa adui anaharibu hatima kubwa, great destiny. Mkikataa pale kuamka, tukikataa kuamka, jamaa ataamka and he will destroy our great destiny. Tumebeba hatima, tumebeba kesho ya kesho wengine. Sisi kama unajua hiyo, kuna mtu amebeba kesho ya kesho wengine, lakini inaharibika wakati ukiwa umelala. Usiponyakua usiku wa manane wako ama asubuhi yako, kile ambacho umebeba adui anaweza akakiharibu. Great destinies zinaharibiwa. Hebu sikia Ayubu, sikia Ayubu kile anasema. Ayubu 34:20. Sikia kile Ayubu anasema. Kuna mtu alikuwa anabeba huduma kubwa ya uimbaji, huduma kubwa ya evangelism, lakini ilidimia. Lakini ukimuuliza swali ni nini ilifanyika, hawezi akasema. Hebu soma. Kufa ghafla. Kufa ghafla. Hata usiku wa manane. Tulia tu hapo. Kitu gani kitu inabadilisha maisha yako? Hiyo huduma inakufa usiku wa manane. Sio mimi, ni Biblia. Kufa ghafla usiku wa manane. Endelea. Watu hutikisika na kwenda zao. Na mashujaa huondolewa pasipo mkono wa mtu. Hebu sikia. Usiku wa manane unatolewa katika nafasi yako ya uimbaji. Wewe umelala, adui ashaamka, amejipanga kupambana na huduma amebeba. Niambie kama atakuata. Inakufa ghafla, asubuhi naamka, hauna kibali cha uombezi. Roho wa uombezi ameondoka. Hauwezi ombea kanisa. Ni nini hicho kimekufunga? Usiku mmoja Shetani akabadilisha the game. Naamka asubuhi, mami, neema imeenda. Ni nini imefanyika? Usiku wa manane alijakuwa akaamua kupanda vitu za kukushambulia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sikia hii. Nini ilifanyika usiku wa manane? Na hata Ayubu 36, nisomea Ayubu 36 before niende. 36:24. Anaondoa wewe katika nafasi yako. Si ajabu kashangaa ni nini kilikuondoa katika ndoa yako. Kuna mtu saizi anauliza ni nini iliniondoa katika nafasi ya ndoa yako. Atakuwa tu kukosana kwa kawaida, ati kuna kuondoa katika ndoa yako. Hapana, kuna kitu adui alichokifanya. 36, soma. Kumbuka kuitukuza kazi yake watu walioimbia. Wanadamu wote wameitazama. Ni 36 24. Tutasoma 25. Wanadamu wote wameitazama. Watu huiangalia kwa mbali. Tazama, Mungu ni mkuu nasi hatumjui. Hesabu ya miaka yake. Tulia, sio hiyo. Ni Ayubu ama niliandika. Ayubu 36:24. Ndio hiyo. Hebu soma 24. Kuna mahali anasema watu wamelala usiku wa manane wanaondolewa katika nafasi zao. Mtu anaokuwa na mwana mtoto ukalala na yeye akiwa anapenda shule, lakini asubuhi na mapema hataki shule. Nini hiyo? Na ni mtoto umekaa na yeye. Hebu soma. Kumbuka kuitukuza kazi yake watu walioimbia. Wanadamu wote wameitazama, watu huiangalia kwa mbali. Tazama, Mungu ni mkuu nasi hatumjui. Tulia tu hapo. Nafikiri kuna hiyo verse natafuta. Na sijui kwa nini inapotea. Inasema usiku wa manane watu wakuu wanaondolewa katika nafasi zao.
Kuna mtu kazi yake inaisha design hata hawezi akaeleza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kamradi ulikuwa umeanzisha, lakini fika mahali kakakwama, hauwezi elewa, uliondolewa nafasi. Ukaondolewa katika nafasi ya kusimamia huo mradi. Hata huduma katika kanisa, kuna watu wazuri katika evangelism, lakini waliondolewa katika nafasi yao. Ni nini mchungaji? Ni nini ufanyika usiku wa manane? Verse 20. Hebu nisome hiyo verse 20. Ayubu. Yes. Ayubu 6:20 inasema, usiotamani usiku wakati watu wakatopo katika mahali pao. Sikia tu, wakati watu wakatapo katika mahali pao. Yaani usiku wa manane ukiwa umelala, vile nimesema, unaondolewa katika nafasi yako. Kuanzia leo ujue kupigania maisha yako usiku wa manane. Ni nini pastor ufanyika usiku wa manane? Usiku wa manane ni wakati ambao unapanda magugu katika hatima yako. Usiku wa manane adui anaamka, anaanza kupanda magugu katika maisha yako. Kuna wakati umelala, unaamka unajipata na ugonjwa na uchovu, hauelewi ni nini inaendelea. Usiku unatakiwa upumzike na uamke very healthy asubuhi. Bro, ukifanya kazi, lakini unaamka unasikia uko na uchovu, uko na ugonjwa fulani, kansa imepanda ukiwa umelala. Unaamka asubuhi, uende upimo kwa kansa. Imetoka wapi? Pastor, imetoka wapi? Amepanda usiku wa manane. Hebu nikuonyeshe kitu katika Biblia. Majamaa wamepanda mbegu vizuri kabisa, vizuri, lakini walipolala adui akakuja akabadilisha. Sikiza hii, Mathayo 13:25. 13:25 Mathayo. Jamaa wamepanda vizuri kabisa, na wakaenda kulala, lakini kilichofanyika usiku wa manane wakiwa wamelala. Hebu tusome. Inasema, lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu katika ngano, akaenda zake. Endelea matokeo, usikie matokeo. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. 27. Tulia tu hapo. Wamepanda na jamaa wakaenda kulala. Adui anafanya utembelezi katika hiyo shamba. Ndio maana unatakiwa hata kwa ukipanda kitu watakiwa uiombee. Wamepanda na majamaa wameenda kulala, mchungaji, adui akakuja akapanda magugu. Hiyo mbegu wakati ilipomea na kuzaa, magugu yanaonekana. Sasa wanaulizana, hebu songa hapo mbele usikie. 27 nasema, watumwa wa mwenye nyumba akaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Haukupanda mbegu mzuri? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Nimepanda mbegu mzuri, tumetoa sadaka vizuri, ndio ituzalie matokeo mazuri katika maisha yetu. Lakini ni nini hufanyika? Nilitoa sadaka na uchungu, nilitoa sadaka ya dhabihu kwa uchungu sana, ili maisha yangu ibadilike. Lakini usiku wa manane magugu yakapandwa katika mwili wangu. Usiku wa manane katika huduma yako ikapandwa magugu. Magugu ni nini katika huduma? Reverend, saizi uko na kibali umepewa, lakini unashangaa kibali uko nacho, lakini hasira imejaa ndani yako. Mwimbaji ni huyu, ni mzuri, lakini anakuambia haujui hasira yangu ikipanda haizuiliki. Adui ashapanda, amemix hiyo mbegu. Wewe ni mchungaji, lakini utanitambua leo, uokovu nitaweka kando. Adui ashapanda.
wokovu kando dini na mtu sana hapo. Sije hapo kuna shida. Wokovu hawezi kawekwa chini mchungaji. Nafikiri mmesikia watu, mtu anasema naweka huu wokovu chini. Kwanza tupambane. Sio wewe. Kuna kagugu, kuna kabegu kamewekwa ndani yako. Ni nini ufanyike usiku wa manane? Naendelea na kumalizia. Usiku wa manane adui anabadilisha hatima. Usiku wa manane adui anabadilisha hatima yako. Usiku wa manane adui anabadilisha hatima yako. Hata nikuachie hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio niende sana. Ni nini pastor maana ya usiku wa manane? Maana ya usiku wa manane ni usiku wa manane ni usiku wa kuamka kupiga. Achana na hiyo. Naomba nini usiku wa manane? Ndio niende haraka, wacha niache hiyo. Naomba nini usiku wa manane? Usiku wa manane utaomba nini? Sababu nitakufundisha kuamka. Na nimekuonyesha nini ufanyika. Sasa nitaomba nini usiku wa manane? Sikia kile utaomba usiku wa manane kwa haraka sana. Usiku wa manane ni usiku wa kuamka na kupiga vita ya sifa. Ni usiku wa kuamka na kupiga sifa ama vita ya sifa. The time of giving thanks to God. Daudi anasema niliamka asubuhi na mapema kumshukuru Bwana. Hiyo ni sifa. Zile nyimbo naomba hizo siku wa manane. Bwana, wewe ni sehemu yangu. Unapiga vita. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikusomee mstari kwa hapo. Zaburi tuone Daudi. Zaburi 119:62. Daudi anasema nimeamka. Inasema katikati ya usiku nikaamka nikakushukuru. Katikati ya usiku akaamka na kumshukuru. Kwa sababu ya hukumu zako za haki. Kwa sababu ya maamuzi ya Mungu haki. Ni wangapi wanaamka usiku wa manane kumwambia Mungu ni asante kwa sababu ya maamuzi ambayo amekufanyia. Amekuongoza, amekulinda. Mwaka inaisha, lakini huwezi pata hata saa moja usiku na kuamka na kumwambia asante kwa sababu ya maamuzi ambayo amefanya katika maisha yako. Watoto wako wako sawa, bwana yako uko na yeye hajaenda kujato kama wale wengine, lakini kuamka umwambie asante inakuwa ngumu. Kwani nini ilifanyika? Lazima tujifunze kuamka usiku wa manane na kumwambia ni asante. Asante kwa neema, asante kwa kibali, asante kwa msaada. Usipojifunza hii, itakuwa ngumu kwako kuendelea katika huduma na kuendelea katika kazi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza hii. Utaomba kumshukuru Bwana, kupiga vita za siku ili maisha yako iwe mazuri. Sikiza hii. Niko karibu kumaliza. Usiku wa manane ni wakati wa kuamuru usiku wako. Unaamrisha siku. Unaamka usiku, unaitengeneza siku ikae vile unavyotaka. Kama ni jana, ishaamka jana saa 6 sasa, mimi nikaamulisha ibada vile itakuwa na vile Roho nataka niruhusu nipitishe ujumbe. Ilibidi niamke kwa sababu nisipoamka
adui naye ataamka na atateka nyara imani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaweza nikatekwa. Paulo anasema nini? Shetani alimzuia. Shetani alimzuia. Akija alikuwa na uwezo wa kunizuia nikileta ujumbe, lakini ili nisizuilike, na ujumbe uwafikie, ilibidi niamke asubuhi na usiku wa manane, nitakase siku, nisome vile ibada itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama nabariki mtu nionyeshe kwa mkono. Haleluya. Pastor, niombe usiku wa manane. Niombe aje. Ningetamani sana tusome huu mstari. Ayubu 38:12. Tusome yako tu. Kuamuru asubuhi yako. Unaitakasa asubuhi, ndio siku iwe njema kwako. Wengine siku zetu zinaharibika katika kazi zetu, katika kile tunachokifanya, kwa sababu hatujaamka tukaitakasa siku. Lakini tukiamka asubuhi na mapema tuitakase, siku itakaa vile inataka. Nilijua siri moja katika pitapita zangu, lazima niamuru na hii siku niitakase, ndio mambo yangu yawe mazuri. Na nilipoanza kuamka asubuhi na mapema, usiku, baba bibi ananiuliza unaenda wapi? Namwambia nimeamka nifanye 1 2 3, tuongee na Mungu kidogo. Na ninaitakata siku. Ninapoamka the following day, mambo yangu inakuwa rahisi. Niwaambie wapendwa, tusikipenda usingizi, tunaweza tukakosa matokeo fiche ambayo Mungu ametuwekea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna matokeo fiche. Hebu soma. Je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Unaiamuru siku zako tangu usiku ulipoanza. Umeyajulisha mapambazuko mahali pake, na uweke mapambazuko mahali kwake, yapate kuishika miisho ya nchi. Tulia. Unaweka kila kitu mahali pake, kila kitu kwenda hicho kitu unataka kinaweza kikafanyika wakati tu utajiruhusu uamuru siku yako. Kama siku ile utaamka ufanye kazi bro, kama itaharibika ndugu yangu, ni wewe utaulizwa. Mungu amekuamurisha, amka, amurisha hiyo siku, weka mapamba kwake, weka kila kitu vile unachotaka kikae. Ndio kwa nini adui asipate nafasi ya kushambulia siku yako. Haleluya. Kuanzia leo adui asipate nafasi ya kushambulia siku yako. Sikia hii nikimalizia. Usiku wa manane ni wakati wa kuamka kupambana na kila kifungo cha maisha yako. Ni usiku wa kuamka kupambana na kila kifungo, kila roho ambaye haifai kukaa ndani yako itoke iende. Kupambana na kila kifungo. Kuna vifungo hautaziombea kwa ukawaida na zifunguke. Sio unasikia? Kuna kifungo ambacho kinaweza kuwa kimefunga watoto wako, ambacho kinaweza kuwa kimefunga jamii yako, na hautakiombea tu asubuhi na kifunguke. Hebu angalia maja. Ili vifungo na misingi iregee, ilibidi waanze kuiba, ilibidi waanze sifa katika gereza. Vifungo viregee, zifunguke. Hebu sikia, sio mimi, ni Biblia. Ndio Matendo ya Mitume 16:25. Kuna vifungo, kuna maroho yataama kwako kama utaamuka upambane nayo. Kuna mashetani hayatabeba mizigo yake kama utaamuka, hautaamua kupambana nayo. When you wake up in the morning, you build
unadili na shetani vizuri, kwa sababu unampea nafasi katika maisha yako. Kwa hivyo kuna maroho. Daudi anasema roho ya kuzimu ili nifunge. Wakati gani namfunga? Lakini huyu jamaa anasema nini? Asubuhi na mapema nimeamka. Ashaamka kupambana na hayo. Wewe kuna maroho yamefunga mtanda, your land, your place, na huwa yanakuja kuleta the spirit of delay in your life, na yatafunjika hivyo hivyo. Lazima uamke pastor, upambane na hata hii nyumba. Kama unataka ipende mbali, lazima tuamke tuiombee usiku wa manane, kwa sababu hujui hata inasema namna gani. Mbingu likifungika, hakuna nini inafanyika kwako. I have told you that is the time that devil anaamka afanye visanga zake, maisha yako ipo. Allow God to do. Wewe amka, kabiliana na yeye jamaa. Hao watu ndio gereza, a physical gereza. Misingi itikike, ilege, malango yafunguke, ilibidi waombe. Lakini panapo usiku wa manane, majamaa wako nje, wameamka, wameacha usingizi, wameacha blanketi, ako nje apambane na malango na atikise misingi ambayo inaweza kuwa imemshikilia. Sikia ndio Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu. Na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. walikuwa wameamka, lakini waombi, lakini wanawasikiza. Lakini ona matokeo hao watu wawili, kuna ule ameamka, lakini tuseme anafanya mambo zake, lakini kuna ule ameamka papasi, want to pray. Malango na misingi inayoshikilia maisha yangu isiyofaa ilegee, ifujike. Then listen, the difference. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Aiburudia tena, hata misingi ya gereza ikatisikika. Nini imekuzuia usiombe misingi inayoshikilia maisha yako isingike? You need to pray usiku, the midnight prayer itafunja madhabahu ambayo imeshikilia misingi ya maisha yako yasiyofaa, yafunjike, yakatike, ili uwe huru. Hebu endelea, sikia. Na mara hilo lango ikafunguka. Malango yakafunguka. Sikiza hivi, malango yakafunguka ukiwa umelala. The door of blessings, malango ya baraka, mlango wa ndoa uolewe na uowe, hautafunguka ukiwa umelala. Na kiomba ati maombi tu ya kawaida. You need to check the level of your prayer. Endelea. Vifungo vyote vikalegezwa. Vifungo vyote, si moja. Vifungo vyote vikalegea. Pasafuzani, vifungo havitalegea tukiwa tumelala, zitalegea tukiwa tumeamka. Tupambane nazo. Huyo mwenye anaishi huduma imefungwa, haamke usiku wa manane na vifungo vitalegea. Nimalizie. Hebu amka nimalizie. Just stand. I have so many things to tell you. Usiku wa manane ni wakati wa kuamka, kupambana na nguvu za mji, kupambana. Hii lazima niwasomee. Psalms 101:8. Kupambana na mji, lazima hii nikusomee because of the place that you are working. Psalms 101. Anasema
asubuhi hata asubuhi, asubuhi hata asubuhi. Nitawaharibu wabaya wote wa nchi, nitawaharibu wabaya wote wa nchi. Niwatege wote watendao uovu, niwatege wote watendao uovu, na mji wa Bwana, na mji wa Bwana. Because of the place that you are working, you need to wake up. Mahali unapofanyia kazi, hizo migogoro, hizo misukosuko, hizo kusukumwa, hizo vichafulizi, hizo chuki, hautazimaliza ukiwa umelala. You need to wake up. This guy Daudi anaamka kwa sababu ya mji, kufanyia uovu wa mji, kufanyia wabaya wa mji. Mtu yeyote anaweza akapanga mabaya kwa ajili ya maisha. Lazima uamke upambane na yeye kwa ajili ya mji. Usa mtu kwa ajili ya mji, kwa ajili ya mji lazima tuamke. Wabaya wachawi wako tu wanangojea wapambane na wewe. Because the reason why wanakufinda, the reason why wanapanga vitu katika maisha yako, it is because you're not waking. Hauamki, lakini ungejifunza kuamka. Mungu hawezi kukushika, hawezi wakakupata, hawezi wakakuweza. Because of the place where watoto wako wanasomea, kwa sababu ya eneo watoto wako wanasomea. Because of the place where you are living, you need to say something about that. Kwa sababu ya eneo unaokaa, lazima uiombee ndio usipate shambulizi. Usiku wa manane ni usiku wa kupata tembeleo kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo kama unataka Mungu akutembelee, lazima uamke usiku wa manane, ufanye maombi, ndio Mungu apate nafasi ya kukutembelea. Wengine wamekosa kumjua Mungu na kumwona kwa sababu hamuamki. Ni wakati wake, anaamka anafanya matembezi, lakini anakuja anapata mmelala. Isaya anasema nilikuja nikapata mmelala. Mungu alikuja baada ya sisi atutembelee, atupe jibu ya vision, maana ndio tumebeba, lakini fauna sisi atakupata tukiwa tumelala. Amekuja akupe jibu, lakini alikupata ukiwa umelala. As I finish this, usiku wa manane ni wakati wa kufanya maombi kwa ajili ya watoto wako. As I finish this, if you want to pray for your children, maisha yao yawe mazuri, is going to pray at midnight. Ni vizuri waamke usiku wa manane. Hiyo grade unataka apate, lazima ufanyie, ulipe gharama. Haya ni maombi ya dhabihu. Ndio kila mtu ndio mikono yake tu. Ndio mikono yake tu. It's okay. As I finish, sitaki nikuache namna hiyo. You know what to do. We are not going to sing, but I want you, nataka tu nitazame uone namna umekuwa ukiomba na ukibadilisha kidogo tu. Mimi nakwambia kiukweli, unaweza kuona matokeo. Mwambie Mungu unataka nguvu za kuamka na kuomba. Mwambie nataka nguvu za kuombea jamii yako, watoto wako uowe, kwa sababu Mungu amekuweka pale kwa ajili ya kupambana. Akawaambia wengine akatoka wapi mtu ni mtume kwa ajili ya jamii yao. Akatoka wapi mtu ni mtume kwa ajili ya biashara yako. Akatoka wapi mtu ni mtume kwa ajili ya kanisa yako Githurai. Akatoka wapi mtu ni mtume kwa ajili ya maisha yenu. Tumua kina chako, pesa Mungu. Kuna vitu zinaweza kuwa kuongea. When you are speaking, when you are praying, you are prophesying your life. Unatabiria maisha yako. I mean the only time that you can prophesy your life. Uto ndio wakati nafasi unaweza tabiria maisha yako.
utabirie maisha yako ikae vile unavyotaka, na umwambie Bwana akusaidie kuanzia leo unapoamka usiku wa manane, pawe na matokeo ya kile ambacho unaombea. Usibaki mahali pamoja, usibaki mahali pamoja, biashara zao zipinduke.